Kichwa cha somo la leo, andika: usimwache mwanamke mchawi aishi. Watu wengi huwa wanadhani ya kwamba tafsiri ya andiko hili ni tafsiri ya moja kwa moja. Sio tafsiri ya moja kwa moja. Labda tusome katika kitabu cha Kutoka sura ya 22 na ule mstari wa 18. Amen. Kutoka sura 22 na mstari ule wa 18 nasema, usimwache mwanamke mchawi kuishi. Usimwache mwanamke mchawi kuishi. Sasa ukitafsiri kwa tafsiri ya moja kwa moja inaweza kukupoteza, kwa sababu unaweza kadhani ya kwamba hakuna wanaume wachawi, au unaweza kadhani ya kwamba mwanamke mchawi usimwache aishi, kwa ukimwona mpige mawe. Unaweza kadhani hivi, na hizi tafsiri zisizo sahihi zimegharimu maisha ya watu wengi sana. Unakuta kuna watu, kuna baadhi ya mikoa wanauawa mabibi, wanauawa wanawake, wakisikikana tu kwamba ni wachawi wanapigwa mawe, wengine wanachomwa moto, kutokana na tafsiri zisizo sawa sawa. Lakini tutaenda kuangalia tafsiri sawa sawa leo kwa habari ya kutokumwacha mwanamke mchawi kuishi. Kutokumwacha mwanamke mchawi kuishi maana yake ni kutokuruhusu nguvu za shetani kufanya kazi ndani yako. Usiruhusu uchawi na madhabahu zake kufanya kazi ndani yako. Usiruhusu giza na mamlaka zake kufanya kazi ndani yako. Ambapo kwenye Biblia tunaona Mungu aliwapa maelekezo ya kuondoa kabisa hiyo miungu katikati ya maisha ya watu. Kuondoa miungu katikati ya maisha ya watu ndio kutokuruhusu mwanamke mchawi kuishi. Kuondoa miungu katikati ya watu, kutokuruhusu mwanamke mchawi kuishi. Tunaona wale mmoja wa mke wa Yakobo alipokuwa akirudi kutoka kwenye utumishi. Yakobo amemtumikia Labani kwa ile miaka. Baada ya hapo akarudi na familia yake na wanyama wake, akawa anaondoka. Alafu Mungu akaitisha wito wa miungu migeni ikusanywe. Sasa unaona wake wale wa Labani wa Yakobo, mmoja hapa ana kinyago cha baba yake, akaenda kukirudisha. Anakirudisha uchawi wa baba yake, anaurudisha. Ndio maana usimwache mwanamke mchawi aishi haimaanishi umpige mawe. Maana yake nini? Usiruhusu uchawi ufanye kazi. Usiruhusu giza lifanye kazi. Ukisoma katika kitabu cha Kutoka, kitabu cha Mwanzo sura ya 35 na mstari wa 2. Mwanzo 35 mstari wa 2. Kitabu cha Mwanzo sura ya 35 na mstari wa 2. Yakobo akawaambia watu wa nyumbani kwake na wote waliokuwa pamoja naye, ondoeni miungu migeni iliyoko kwenu, mjisafishe mkabadili nguo zenu. Ndio aliwaambia, ondoeni miungu migeni iliyo katikati yenu, mjisafishe mkawe safi. Wakakusanya miungu migeni, wakakusanya vinyago, wakavirejesha, kwa sababu katikati yao yule ndio mwanamke mchawi. Kitu ambacho kimebeba madhabahu za giza kinaitwa mwanamke mchawi. Usiruhusu mwanamke mchawi kuishi. Tunaona hata katika kitabu cha Yoshua sura ya 24 mstari wa 23. Akasema,
Basi sasa iondoeni miungu migeni iliyoko kati yenu, mkaielekeze mioyo yenu kwa Bwana Mungu wa Israeli. Walipoiondoa miungu migeni katikati yao, ni sawa na kutokuruhusu mchawi aishi, kutokuruhusu nguvu za giza zifanye kazi, kutokuruhusu vinyago vifanye kazi. Usiruhusu mchawi, mwanamke mchawi kuishi mazingira ya uchawi, mazingira ya kuabudu miungu migeni. Usiyaruhusu kwenye maisha yako. Ukisoma katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ile ya 7 na mstari wa 5, inasema, ndio, lakini watendeni hivi, zivunjeni madhabahu zao, zibomosheni nguzo zao, yakateni maashera yao, ziteketezeni kwa moto sanamu zao za kuchonga. Amen. Sasa unaona Mungu anawaelekeza wana wa Israeli, taifa la Israeli. Anasema hivi, mnapokutana na mahali penye miungu migeni, ondoeni madhabahu zao, msiziache zifanye kazi. Bomoeni maashera yao, msiache endelee kuwepo. Haribuni nguzo zao, zisiendelee kusimama. Lazima uondoe miungu migeni. Kwa lugha hii, usimwache mwanamke mchawi aishi. Usimwache mwanamke mchawi aishi. Tafsiri hii inaelekea hata ndani ya mtu. Ndani yako anaweza akawepo mwanamke mchawi anayeishi ndani yako. Ni nani huyo mwanamke mchawi anayeishi ndani yako? Ikiwa ndani yako kuna uzinzi, huo uzinzi ni mwanamke mchawi anayeishi ndani yako. Ni lazima uondoe huo uzinzi. Unapouondoa huo uzinzi ndani yako, unamuondoa mwanamke mchawi anayeishi ndani yako. Yamkini ndani yako wewe una unafiki, una umbea. Unapoachana na huo umbea, ndio unamuondoa mwanamke mchawi anayekaa ndani yako. Yamkini ndani yako una wivu, hutaki mtu afanikiwe, hutaki mtu awe na maendeleo. Hata ukiona mtoto mwenzio ameshika namba 1, unaanza kujiuliza kwa nini asingekuwa wa kwangu. Ujue unaishi na mwanamke mchawi ndani yako. Usikubali mwanamke mchawi aishi ndani yako. Maana yake usikubali umbea ukae ndani yako. Usikubali unafiki ukae mbali yako. Usikubali uzinzi ukae ndani yako. Ndio kumuondoa mwanamke mchawi. Kwa mwanamke mchawi, usije ukamwangalia kwa tafsiri ya moja kwa moja. Ndani yako unaweza kuwa na mwanamke mchawi. Ikiwa una mawazo mabaya, fikra mbaya, zile fikra mbaya, yale mawazo mabaya, ni mwanamke mchawi anayefanya kazi ndani yako. Usimwache mwanamke mchawi aishi ndani yako. Lugha nyingine, usiache kazi za kuzimu zifanye kazi ndani yako. Usiache hali ya uharibifu, usiache giza liendeshe maisha yako. Kama giza linaendesha maisha yako, ujue ndani unaishi na mwanamke mchawi kwenye nafsi yako. Usikubali mwanamke mchawi aishi. Haleluya. Usikubali mwanamke mchawi aishi. Mwanamke mchawi ndani yako anaweza akawa kujipatia mali kwa njia isiyo ya halali. Ni mwanamke mchawi ndani yako. Kama unajipatia mali kwa namna isiyo sawa sawa, ile hali haina utofauti na lugha ya kibiblia ya kwamba usiache mwanamke mchawi aishi. Kwa sababu kuna watu wanadhani ya kwamba mali unaweza ukaipata kwa njia isiyo sawa sawa. Watu wanadhani ya kwamba ni mpaka udanganye ndio utajirike. Wengine wanadhani ni mpaka useme uongo ndio utajirike. Wengine wanasema ni mpaka udhulumu ndio utajirike. Kama biashara zako zinahusisha dhuluma, ondoa mwanamke mchawi ndani yako. Kama biashara zako zinahusisha kujiuza, ondoa mwanamke mchawi ndani yako. Kama biashara zako ni mpaka utapeli, ondoa mwanamke mchawi ndani yako. Hizo hali zote zinaitwa kibiblia mwanamke mchawi. Usikubali aishi.
Usikubali aishi. Ukiwa ndani yako wewe ni mtu wa hasira tu, ikiwa ndani yako wewe ni mtu wa huzuni tu, ikiwa ndani yako wewe ni mtu wa visasi tu, unaishi na mwanamke mchawi ndani yako. Muondoe huyo mwanamke mchawi. Usikubali mwanamke mchawi aishi. Maana yake usikubali hasira zitawale maisha yako, usikubali huzuni itawale maisha yako, usikubali visasi. Visasi ndani yako ni mwanamke mchawi, na usikubali aishi. Usikubali aishi. Mwanamke mchawi anaweza kuwa ni wale marafiki wako wabaya. Marafiki wabaya sio wachawi kwa maana ya kwamba wanapaa, lakini una rafiki ambaye sio mwema. Una rafiki ambaye ukikutana naye anakurudisha nyuma. Una rafiki ambaye ukiambatana naye uwepo wa Mungu unaondoka. Una rafiki ambaye ukikaa naye nawe unaanza kuongea matusi. Muondoe huyo mwanamke mchawi kwenye maisha yako. Usikubali ukae na rafiki anayekurudisha nyuma. Kama umeshindwa kumtawala kwamba yeye akuige wewe, ondoka, usikae hapo. Ondoka, usikae hapo. Usikubali mwanamke mchawi aishi. Haleluya, haleluya. Unawezaje kuacha mme wako aendelee kuchukuliwa na makahaba? Wale makahaba majina yao ni wanawake wachawi. Usiache waishi. Usiache waishi. Usiache waishi. Lakini tutaangalia kwa namna gani mtu anaweza akaondoa hawa wanawake wachawi wanaoishi kwenye maisha ya watu. Maombi ni kitu ambacho nitakiongelea kama ndio chanzo kikubwa cha ushindi wa kumuondoa mwanamke mchawi kwenye maisha yako. Haleluya. Lakini tunaangalia mwanamke mchawi anaweza akaondolewaje? Anaweza akaondolewa kwa maombi, kwa mifungo, kwa mikesha, ibada mbalimbali kama za morning glory, ibada za katikati ya wiki, ibada za Jumapili. Lakini vyote hivyo katika hali ya mwendelezo. Hizo ni njia za kumuondoa mwanamke mchawi kwenye maisha yako. Unapokuwa mtu wa maombi, unapokuwa mtu wa mikesha, unapokuwa mtu wa mifungo, unapokuwa mtu wa ibada mbalimbali ikiwemo morning glory, ibada za katikati ya wiki na ibada za Jumapili, wewe uko kwenye hatua ya kumuondoa mwanamke mchawi asiishi kwenye maisha yako. Utakapoanza kuomba, utakapoanza kufunga, utakapoanza kuwa na mikesha, utakapoanza kuhudhuria ibada zile za morning glory pamoja na ibada nyingine kama za katikati ya wiki na ibada za Jumapili, hiyo ni hatua ya kwanza ya kuanza kumuondoa mwanamke mchawi anayeishi ndani yako ama anayeishi nje yako. Kwa nini mwanamke mchawi anaishi? Ni kwa namna gani utagundua huyu ni mwanamke mchawi asiishi? Ni kuangalia mazingira yanayokuzunguka, kuangalia familia uliotokea, kuangalia ukoo uliotokea na kushughulika na madhabahu zake. Ninauliza, unawezaje kushughulika na mwanamke mchawi anaishi kwenye maisha yako? Ni kuangalia vitu vinavyokuzunguka, kuangalia hali unazozipitia, kugeuka kuziangalia historia za familia yako, historia za ukoo wako, tabia za ukoo wako, historia za mume na mke, namna wanavyooana kwenye familia zenu. Mtolee mfano, unatoka kwenye familia ambayo hamuolewi, mkiolewa mnaachika. Wengine wanaolewa lakini unakuta tu wanasukumwa kuingia kwenye ndoa kuwa wake wa pili, ama wanasukuma kwenye ndoa ambazo sio za Kikristo. Unaangalia hiyo tabia inajirudia mara ngapi? Ni nani na nani wamepitia kwenye changamoto hiyo? Na hiyo changamoto, je,
imekuwa ni changamoto inayotembea, kwamba ilianza kwa shangazi, ikaja si kwa nani, ikaja. Je, unaona inatembea? Ukishaona vitu kama hivyo vinatembea, tabia za kujirudia, baba alikuwa anajinyonga, shangazi naye akajinyonga, na mjomba naye atajinyonga, unaangalia zile tabia, ujue hapo pana mwanamke mchawi anayeishi. Ukimwacha aishi, yanayoendelea yatawafikia watoto wako. Kwa unahakikisha kwamba hapana mwanamke mchawi anayoishi kwenye familia yenu. Maana yake ni nini? Unatakiwa sasa ugeukie madhabahu zinazoleta uharibifu na mashambulizi kwenye maisha yako. Unageukia madhabahu zinazoleta mashambulizi ya uharibifu kwenye maisha yako. Maana ya kusema hivi, usimwache mwanamke mchawi aishi, maana yake ni nini? Usikubali laana za familia ziendelee kuwepo kwenye maisha yako. Usikubali vifungo vya ukoo wenu viendelee kushikilia ukoo wenu. Usikubali mateso ya familia yanayoendelea kwenye mafamilia yako yaendelee kuwepo. Maana ya usikubali mwanamke mchawi kuishi ni kuyageukia yale na kuanza kuyashughulikia kiroho. Maana yake usimwache mchawi afanye nini? Aishi. Na ndio maana akasema ukikuta ashera la familia yenu likate. Ukikuta madhabahu za familia zenu bomoa. Ukikuta kuna nguzo za uchawi kwenye ukoo wenu haribu. Hapo ndio maana ya usimwache mwanamke mchawi aishi. Usiwe mtoto siku zote. Paulo aliwaambia Wakorinto, hata sasa ninaongea na ninyi kama watoto wadogo, kwa sababu walishindwa kuchukuliana na mambo ya kiroho. Akasema kama kwenu ninyi bado kuna usengenyaji, kuna uzini, je, nyinyi bado ni watoto wadogo ambao mnahitaji chakula kilaini? Ninaongea na ninyi kama watoto wadogo. Lakini ibada ya leo haimuongeleshi mtoto mdogo, inamuongelesha mtu mzima katika roho, ambaye atapata nguvu ya kugeuka na kuanza kushughulika na madhabahu. Ibada ya leo ni ya watu wazima. Hii ibada sio ya watoto, ni ibada ya watu wazima katika roho. Kwa sababu hivi ninavyoongea kuna vinywa vinatiwa nguvu. Utakapoamka hapa na kuanza kushughulika, utaona nguvu isiyo ya kawaida. Hivi ninavyoongea kuna upako unatembea kwenye maisha yako kukusaidia kuweza kuzigeukia hizo madhabahu. Hautaogopa tena kugeukia hizo madhabahu. Unajua kuna nyakati shetani anakuambia hivi, wewe ni mmoja katika madhabahu yenye nguvu inayoitwa ukoo wako. Utawezaje kuipiga madhabahu? Wewe peke yako utawezaje kuipiga madhabahu? Mungu akitaka kujenga ukuta ulioanguka wa Yerusalemu hakutumia watu wengi, alimtumia Nehemia. Nehemia mmoja aliweza kujenga ukuta wa Yerusalemu. Na wewe mtu mmoja unaweza kujenga familia yako. Unaweza ukaangusha maashera ya familia yako. Unaweza ukaangusha kuta za familia yako. Haijalishi mko ngapi mliokoka. Haihitaji wengi, kwa sababu hauendi kwa nguvu za kibinadamu. Wakati wao wanataja magari na farasi, wewe unaenda kwa jina la Bwana wa majeshi. Kwa hiyo hauendi peke yako, unawezeshwa, unatiwa nguvu, unasaidiwa. Kwa hiyo hauhitaji watu wengi. Bwana akamwambia Gideoni, wewe ni shujaa. Akasema itakuwaje mimi ni shujaa? Akasema utaenda hivyo hivyo, bali Bwana atakutia nguvu. Utaenda kudhihirika na kuikomboa Israeli katika mikono ya Midian. Akasema wewe uliyejiita mdhaifu, umejificha kwenye shinikizo, ukipepeta ngano, ukiwaogopa wa Midian, akasema wewe ni shujaa. Kwa hiyo hata vinavyoongea ninazalisha mashujaa watakaoondoka na kwenda kuiharibu madhabahu za familia. Sikia nikwambie, tumekuwa tukijitegemea kuharibu vitu vinavyoendelea ndani yetu, lakini nikuhakikishie, pasipo kuharibu madhabahu za familia, matatizo yatakuwa yanajirudia kwako. Ili matatizo yakome, lazima tuingie kwenye gia ya pili ya kuyageukia madhabahu za familia. Hatutaruhusu mwanamke mchawi kwenye familia aishi. Nataka uondoke ukaharibu maashera. Wamekutisha, amesema familia yenu ina mizimu. Ni ukweli na mizimu. Wa kuiondoa mizimu ni wewe. Wewe
ndio utakaenda kuiondoa hiyo mizimu. Bwana atakutia nguvu, utaenda kuiharibu hiyo mizimu. Utaenda kuwafarakanisha waganga wa familia yenu, utaenda kuwafarakanisha wachawi wa familia yenu waliobeba sadaka za mbuzi. Wakifika wanaenda kuzichinja, wanaanza kula supu. Hawatakula tena, madhabahu hazitafanya kazi tena. Zile madhabahu hazitafanya kazi tena. Aliyenyanyuliwa ni wewe, atakayesimama ni wewe, atakayeamua ni yeye. Wewe ndio utakayemfanya mwanamke mchawi wa familia yenu asiishi tena. Yule mwanamke mchawi aliyeshikilia uchumi wako. Unajiita maskini, usijite maskini. Vunja, usijite maskini. Usijite maskini. Usiruhusu mwanamke mchawi aishi. Sikia nikwambie, usikubali kulalamika tena. Nataka ugeuke maashera ya familia yenu. Unasema ninaona kila siku nateseka, lakini nimeamuru sasa, na nimeamua sasa kugeukia madhabahu ya familia. Nimeamua sasa kugeukia uchawi wa familia. Nimeamua sasa kugeukia matambiko ya familia. Unaanza kushughulika na wote waliotambika. Unaanza kuharibu madhabahu zake. Inawezekana kabisa ukaanzisha maisha mapya. Inawezekana kabisa ukaanzisha furaha mpya. Inawezekana kabisa ukaanzisha utajiri mpya. Lakini ni lazima mwanamke mchawi afe. Amen. Ni lazima mwanamke mchawi afe. Yule mwanamke mchawi anayefanya maisha yako yawe kutangatanga. Yule mwanamke mchawi anayekufanya usiwe hata na bank account. Yule mwanamke mchawi anayekufanya hata usiwe na hifadhi. Leo hii tunaenda kufanya uamuzi mpya. Hatutaruhusu mwanamke mchawi aishi. Hatutaruhusu mwanamke mchawi aishi. Tumekataa kucheleweshwa. Tumekataa tucheleweshwa. Yapo maneno ya kinabii tumesemewa, lakini mwanamke mchawi ameyakinga asitokee. Yapo baraka nyingi unatamkiwa, mwanamke mchawi amekinga usitokee zile baraka. Umetamkiwa kuinuliwa, hali ya kuinuliwa ikija inakutana na mwanamke mchawi amezuia. Leo hatutaruhusu mwanamke mchawi aishi. Mwanamke mchawi hataishi leo. Mwanamke mchawi hataishi. Hatumekataa kucheleweshwa. Tumekataa kucheleweshwa. Yule mwanamke mchawi anayeleta madeni leo ni kwisha. Tumekataa madeni yaliyoletwa na yule mwanamke mchawi. Kuna watu wanapambana sana. Wanapambana kwa sababu mwanamke mchawi ndio ana nafasi kubwa. Wanapambana kwa sababu mwanamke mchawi ndio amechukua nguvu zote. Hatutakubali mwanamke mchawi kuishi tena. Tunazigeukia madhabahu. Tunazigeukia madhabahu. Bwana anakutia nguvu. Hivi ninavyoongea, Bwana anakutia nguvu. Bwana anakutia nguvu. Kinywa chako kitakuwa ni mshale. Kinywa chako kitakuwa ni moto. Kinywa chako kitakuwa ni mshale. Kinywa chako kitakuwa ni moto. Kinywa chako kitakuwa ni upanga. Mtu mmoja ageukie madhabahu za familia yake. Madhabahu za familia yako zilizokufanya uendelee katika hali mbaya ya uchumi. Nataka mtu asemeshe madhabahu za familia yako. Zile madhabahu mwambie mchawi hutaishi. Mwambie mchawi hutaishi. Sema mchawi hautaishi. Sema mchawi hautaishi. Nataka umuue yule mchawi. Yule mwanamke mchawi afe. Yule mwanamke mchawi afe. Aliyeshikilia uchumi wako afe. Aliyeshikilia amani yako afe. Aliyeshikilia kipawa chako afe. Mwanamke mchawi anakufa leo. Mwanamke mchawi anakufa leo. Ewe mwanamke mchawi unakufa leo, unakufa leo, unakufa leo. Mwanamke mchawi unakufa leo. Mwanamke mchawi unakufa leo. Mwanamke mchawi unakufa leo. Mwanamke mchawi unakufa leo. Huyo mwanamke mchawi. Usikubali, usikubali, usikubali. Usikubali, usikubali, usikubali. Nitakuja tusaidiane, nitakuja tusaidiane. Nitakuja tusaidiane, nitakuja kusaidiane. Piga, piga, piga mwanamke mchawi. Piga mwanamke mchawi. Piga mwanamke mchawi. Piga mwanamke mchawi aliyeshikilia maisha yako, aliyeshikilia furaha yako. Piga mwanamke mchawi. Mwanamke mchawi anguke leo. Mwanamke mchawi anguke leo. Mwanamke mchawi anguke leo. Mwanamke mchawi anguke leo. Endelea, 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 endelea. Mwanamke mchawi, mwanamke mchawi. Mwanamke mchawi, mwanamke mchawi. Mwanamke mchawi, mwanamke mchawi. Mwanamke mchawi, mwanamke mchawi. Usikubali mwanamke mchawi aishi. Usikubali mwanamke mchawi aishi. Usikubali mwanamke mchawi aishi. Usikubali mwanamke mchawi aishi. Kataa, kataa
Zuia mwanamke mchawi ndani yako. Mwanamke mchawi, mwanamke mchawi hataishi, 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 hataishi. Mwanamke mchawi hataishi kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Mwanamke mchawi hataishi, hataishi. Oh! Mwanamke mchawi aliyeshikilia amani yako, aliyeshikilia afya yako, aliyeshikilia uchumi wako, aliyeshikilia nguvu zako, mwanamke mchawi hataishi. Haribu, 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 haribu. Mwanamke mchawi hataishi kwa jina la Yesu. 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 Zuia mwanamke mchawi. Mwanamke mchawi hataishi kwa jina la Yesu. Mwanamke mchawi hataishi kwa jina la Yesu. Mwanamke mchawi hataishi, hataishi, hataishi. Mwanamke mchawi ndani yako. Sema hataishi. 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 Mwanamke mchawi aliyeshikilia uchumi wako, aliyeshikilia uchumi wako. Angusha mwanamke mchawi, angusha mwanamke mchawi, angusha mwanamke mchawi, angusha mwanamke mchawi. Haya. Mwanamke mchawi, mwanamke mchawi nenda pale mbele. Mwanamke mchawi endelea karibu. Mwanamke mchawi anayehusika na maisha yangu, anayehusika na maisha yangu. Mwanamke mchawi, mwaribu, 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 mwaribu. Twende, twende, twende. Aliyeshikilia ndoa yako, watoto wako, nyumba yako. Mwanamke mchawi anguka, anguka. Unakufa leo wewe mwanamke mchawi. Yes. Haribu madhabahu za familia yako zinazokufuatilia. Ngoja nikusaidie. Kabe. Hey, twende. 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 Ona. Ona. Ona, ona. Ona. Haribu. Haribu. Hey. 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 Hey, endelea. Hey. Tende safi. 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 Twende. 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 Yeah, ja. Zinaanguka. Moja, mbili, tatu. Kama namna hiyo. Zasabiria, zasabiria. Mwanamke mchawi anakufa, 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 anakufa. Mwanamke mchawi anakufa, mwanamke mchawi anakufa, 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 anakufa. Wewe mwanamke mchawi, moja, mbili, tatu. Kafa huyo mwanamke mchawi. Twende tumue mwanamke mchawi. Tunamua, 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 tunamua. Moja, mbili, tatu. Anaanguka, anaanguka, anaanguka. Mwanamke mchawi anakufa, anaanguka, anaanguka. We mwanamke mchawi, kama hey, kama mwanamke mchawi anaanguka, kama mwanamke mchawi anaanguka, 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 anaanguka. Mwanamke mchawi anaanguka, mwanamke mchawi anaanguka, anaanguka, anaanguka. Moja, mbili, tatu. Anguka. Yes. Mwanamke mchawi anaanguka. Usikubali mwanamke mchawi aishi. Mwanamke mchawi anguka, anguka. Wewe wenye nguo, mwanamke mchawi. Yes. Yes. Usiache mwanamke mchawi aishi. Usiache mwanamke mchawi aishi. Mwanamke mchawi afe huyo. Mwanamke mchawi, peleka pale mbele, peleka pale mbele, peleka pale mbele. Usiache mwanamke mchawi afe. Usiache mwanamke mchawi aishi. Usiache mwanamke mchawi aishi. Usiache mwanamke mchawi aishi. Usiache mwanamke mchawi aishi.
Mhesabirie 1, 2, 3. Anayeloga maisha yako asiishi. Mwanamke mchawi, usiache mwanamke mchawi aishi. 1, 2, 3. Asiishi wewe, asiishi wewe. 1, 2, 3. Asiishi mwanamke mchawi, asiishi. 1, 2, 3. Namna hiyo hataishi. Anaangamia mwanamke mchawi anayetesa maisha yako. Mwanamke mchawi hataishi kwa jina la Yesu. Usiruhusu mwanamke mchawi, usimwache mwanamke mchawi aishi. 1, 2, 3. Asiishi mama. Kandamiza hivi. Kandamiza hivi. Namna. Asiishi. Yes. Uchawi hautaishi. Yes. Uchawi hautaishi kwako. Ninauharibu uchawi. 1, 2, 3. Asiishi mwanamke mchawi, asiishi. Twende. Mwanamke mchawi asiishi. Haribu. Moja, mbili, tatu. Asiishi. Mwanamke mchawi asiishi. Kama wewe mwanamke mchawi hataishi. 1, 2, 3. Namna hiyo. Peleka bale. Hataishi. Wewe hataishi. Hapo maji. Twende, vunja vizuri wewe. Vunja vizuri, twende kule mbele. Vunja vizuri. Wewe. Fire. Asiishi daka hapo. Asiishi. Asiishi. Nimesema ua. Haya. 1, 2, 3. Hataishi. Unaona anaanguka, mnamvuta. Ni vipi? Fanyeni kazi kwa ushirikiano. Hebu saka na Yakobo, kwa jina la Yesu unakufa. Mwanamke mchawi unakufa. Yes Lord. Aliyezuia baraka zako. Brother Njo, hiyo pete ulinunua wapi? Umenunua kwa nani? Kwa Masai. Walikuambia nini wakati wanakupa? Wakati wananipa tu nilinunua tu kama ulembo. Kwa mawazo yangu. Wenyewe walikwambia ni nini?
Ninunua tu kama ya kuvaa. Ulinunua kama kuvaa? Unajua ni nini hicho? Sijajua maana yake. Hujajua maana yake? Huo sio urembo, ni madhabahu. Vua. Kama unataka kuvaa pete, kavae pete nyingine. Hii ni madhabahu. Hii ni madhabahu. Hata ungewauliza wao, wangekuambia ni nini. Na unaweza kuwa unanificha lakini unaelewa. Ulivyokuwa unanunua walikwambia ni nini? Mimi nilinunua tu kama urembo nikwae pamoja na saa hii. Pamoja na saa? Ulinunua shilingi ngapi? Nilinunua shilingi 6,000. 6,000? 6,000 ni ndogo, katupe. Sawa. Sawa Sawa sawa. Achana na hiyo. Hii ni madhabahu. Hii ni madhabahu. Ni madhabahu. Tuhakiki. Tuhakikishe. Wewe sema bwana hakiki. Hapana. Wako ungekubali bwana hakiki hapa. Ungeondoka tu na amani kwamba bwana nimehakiki. Siogope, sawa? Ishikilie. Ishikilie. Shika kabisa hivi. Itanizuru. Itanizuru hii. Umesema? Itamzuru. Si umeomba hakiki. Umeomba hakiki, ndio kuonyesha kilicho ndani yake. Ukisikie. Hamna. Basi kaitupe. Sawa? Kaitupe. Maana nataka nikuonyeshe, nitaka uishikilie alafu niamuru kilicho ndani ya hiyo pete uone kitakachokufanya. Alafu baada hapo niweke pete pembeni uone kitakachotokea. Umenielewa? Nitaitupa. Basi kaitupe. Basi sawa, haina shida, haina shida.